Hii ni familia ya kijana mdogo anayetambulika kwa jina la Malesha. Mama yake alikuwa anafanya kazi ya kuandaa nyuzi na kuzipanga katika ustadi mzuri, lakini baada ya hapo baba naye kwa kushirikiana vyema afanya kazi ya kuweza kumalizia designing na hatimaye hutoka nguo ambazo kwa jina la kwao wanaziita sari. Nguo hizi huwa kuna mdosi mmoja anakuja kuzichukua na kuwapatia chochote kitu, na hii ni kazi ambayo watu wengi ndani ya hili eneo huwa wanaifanya kama hivi, lakini wakisaidiana na wake zao. Hii kazi bwana zaidi ilikuwa na waumiza wanawake, kwani kazi ya kuweza kupanga nyuzi ilikuwa inachukua muda mwingi na kupelekea kupata maumivu kwenye mikono yao. Mmoja kati ya wahanga alikuwa ni mama yake na kijana Malesha. Kijana anamweleza mama yake ya kwamba hakika nikikuwa nitakusaidia kutengeneza mashine ambayo itarahisisha ufanyaji wako wa kazi. Bwana, maisha ndani ya hili eneo hayakuwa mepesi. Leo moja kati ya mwanafamilia kutoka ndani ya familia ya mama yake na Malesha anaenda kuchukua soda dukani kwa mkopo, kisha anatia sumu na kwenda kuipatia familia yake pamoja na yeye mwenyewe. Mzee anaamua kupoteza familia nzima. Hakika mama yake na Malesha aliumia sana kwa hili tukio. Leo anaamua kumwasa mwanaye kwamba hakika chochote kile ambacho utakutana nacho katika maisha yako, hata kama kikiwa ni kigumu vipi, basi ninakuomba usichukue maamuzi ya kumaliza uhai wako, bali tulia chini na kutafakari, kwani kwa hatua hiyo utapata maamuzi ambayo yatakuwa ni sahihi, lakini pia ni mazuri zaidi. Malesha alikuwa na washikaji zake wawili ambao walikuwa wanashirikiana naye katika shida na raha, lakini pia bwana, shuleni kwao mshikaji kimtindo alikuwa anajitahidi sana. Leo mwalimu anaamua kuweza kumpatia dictionary ya Kiingereza na kumweleza Malesha ya kwamba sehemu yoyote unapoelekea basi uende nayo, huenda ikakusaidia. Lakini pia kulikuwa kuna bwana mdogo mmoja anayetambulika kwa jina Vili Platapo. Huyu bwana mdogo kimtindo kwao maisha ya kimtindo alikuwa ameyapatia, kwani kulikuwa kuna TV, lakini bwana mdogo alikuwa analinga sio mchezo. Leo mtaalamu wetu Malesha baada ya kufika nyumbani, baba anamweleza kwamba inabidi aache shule na yeye awe anasaidiana nao kufanya kazi ili waweze kulipa madeni ambayo familia yao walikuwa nayo. Malesha anamsikiliza baba yake, lakini katika muda wake wa free alikuwa anajifunza kuweza kutengeneza vitu vya umeme. Kama siku hii ya leo akafanikiwa vyema kuweza kutengeneza redio. Haya ni maisha ambayo akakuwa nayo mpaka katika utu uzima wake. Malesha leo kipindi ambacho alikuwa katoka mtoko pamoja na marafiki zake kwenda katika jumba la sinema, bwana ghafla anafanikiwa kuweza kumwona bimdada mmoja mrembo anayetambulika kwa jina la Padima. Dada kwa kuwa naye alikuwa anahitaji kuingia ndani ya jumba la sinema na tiketi alikuwa hana. Padima baada ya kumfuata Malesha mshikaji akawatosa machizi wake, na huu ndio ukawa mwanzo baina yake pamoja na bimdada Padima. Mtaani pamoja na nyumbani, Malesha alikuwa anamuona kama ni kijana ambaye hana lolote ambalo anaweza akalifanya likatimia, lakini leo anafanikiwa kumsikia mama yake akisema kwa baba mtu ya kwamba anajitahidi sana kuficha maumivu mbele ya mwanaye. Malesha akaondoka akiwa ana huzuni sana, anatafakari atamsaidiaje mama yake aweze kuondokana na hizi adha ambazo anazipitia kila siku. Lakini kipindi ambacho alikuwa anatengeneza mnyororo wa baskeli, hapa kimtindo akapata wazo, akaona kwamba endapo akituliza kichwa vizuri ana uwezo wa kutengeneza mashine ya kuandaa nyuzi, na endapo akifanikiwa basi mama yake ataondokana na hizi adha ambazo zilikuwa zinamsumbua. Hatua ya kwanza alikuwa anahitaji kuweza kupata vifaa. Sasa kwa kuwa maukoto kwake ilikuwa ni changamoto, anamfuata mshikaji wake ambaye anamchukua mpaka kwa watu ambao walikuwa wanahusika kuweza kutoa mikopo na kuweza kumdhamini mwamba. Baada ya kupata pesa anafanikiwa kununua baadhi ya vifaa na kuanza kazi ya kuweza kutengeneza hii mashine. Lakini taarifa baada ya kuenea kijijini bwana, kila raia akaanza kumponda akidhani ya kwamba kitu hiki ambacho alikuwa anahitaji kuweza kukifanya kilikuwa ni kibaya. Lakini pia kwa kuwa alikuwa anatambua ni kijana ambaye hajasoma, lakini pia ni kijana ambaye hakuwahi kufanya kitu chochote cha umuhimu katika maisha, hivyo wengi wakawa wanadharau na kusema ya kwamba hataweza kutengeneza mashine. Kijana akajitahidi kuziba masikio na kuendelea kutengeneza mashine, lakini beto ikaendelea mpaka nyumbani, kwani baba naye alikuwa anapinga kabisa ili wazo la Malesha kutengeneza mashine. Sasa ili waweze kumzuia achane na hizi ndoto za kutengeneza hili mashine, wanaamua kumwozesha na bimdada Padima. Huyu ni mwanamke ambaye yeye alikuwa anamfia sana. Maisha ya ndoa baina yake pamoja na Padima hakika alikuwa ni mazuri, lakini bimdada naye akaanza kulalamika kwamba mkono wake unamuuma katika harakati za kuendelea kutengeneza nyuzi. Akamshauri mume wake aendeleze ndoto zake za kutengeneza mashine kwa ajili ya kuandaa nyuzi. Bwana mshua akapiga kazi usiku na mchana, hatimaye shughuli ikaweza kukamilika. Lakini siku ya kuweza kuijaribu hii mashine, kwa bahati mbaya mota inaungua. Hali hii bwana ikampelekea mshikaji kuweza kuvurugwa, kwani alijua kwamba kazi
kazi ameisha ikamilisha. Lakini kama hiyo haitoshi, watu ambao walikuwa wamemkopesha pesa wakafika ndani ya hili eneo na kuhitaji kuweza kupatiwa pesa zao. Mshikaji akasema kwamba aweze kumpatia miezi miwili, lakini wao wakadai ya kwamba wanampatia siku 2. Baba akalalamika sana na kumwambia mwanaye hakika ameweza kuiaibisha familia kwa kukopa kila mahali pasina hata kuwa na uwezo wa kuweza kulipa, kisa kuweza kutengeneza mashine. Malesham akamfuata mke wake aweze kumpatia vitu vyake vya thamani aende akaviuze ili aweze kulipa madeni yote, na kumwahidi ya kwamba endapo akifanikiwa kutengeneza mashine basi atamrudishia hizo pesa. Mke anakataa. Mshikaji anasema kwamba endapo asipopewa basi atachukua maamuzi ya kwenda kujimaliza, lakini kwa hasira Padma anamweleza mume wake, wewe nenda ukafanye kama jinsi ambavyo unahitaji, lakini mimi siwezi nikakupatia. Malesham anaondoka na kuelekea sehemu kwa ajili ya kuweza kutoa uhai wake, lakini akiwa hapa anafikiria ushauri ambao aliwahi kupatiwa na mama yake kipindi ambacho alipokuwa mtoto mdogo, ya kwamba hata kama akikutana na jambo zito kiasi gani basi asichukue maamuzi ya kutoa uhai wake, bali atulize kichwa na kukaa chini atafakari, ataweza kupata jibu na utatuzi wa swala ambalo lilikuwa linamtatiza. Malesham anaamua kurudi nyumbani, anamkuta mke wake akiwa na huzuni sana, anamwomba msamaha mume wake, lakini pia anampatia vile vitu vya thamani ambavyo alikuwa na vihitaji. Watu hao wawili wanaamua kuondoka hapa na kuelekea mjini kwenda kutafuta maisha pamoja na kazi. Malesham akapata kibajaji ambacho kilikuwa ni kibovu na kuweza kukiendesha kimtindo, akawa anapata chochote kitu cha kuendesha maisha yao, lakini pia kingine alikuwa anakituma nyumbani. Uendeshaji wa bajaji mjini ulikuwa ni mgumu sana, kwani pesa ambayo alikuwa anaipata ilikuwa sio nyingi. Siku moja mshikaji mmoja akamshauri labda aanze kuuza maua. Mwamba baada ya kujaribu kuweza kuuza maua, hakika hakuna hata mtu mmoja ambaye aliweza kununua. Malesham akakata tamaa, akaamua kuweza kuendesha vigari ambavyo vilikuwa vinabeba vifusi, lakini kwa kuwa vifusi vilikuwa ni vingi sana kuliko hata uwezo wa hivi vigari bwana, hii ikapelekea gari hili kuweza kupata ajali. Mshikaji akiwa hospitalini, kwa bahati nzuri anakutana na mwamba mmoja ambaye yeye alikuwa anasomea mambo ya umeme. Mshikaji leo wakati wa usiku alikuwa anahangaika sana kuweza kusolve mtihani wa hisabati, lakini Malesham baada ya kuangalia lile swali bwana akalisolve pasina shaka yoyote. Muungwana anamweleza, wewe ulisema kwamba haukufanikiwa hata kuweza kumaliza shule, imekuwaje umefahamu maswali haya ya Kiingereza? Malesham anamwonyesha dictionary na kumweleza kwamba huwa anatembea nayo kila kona anapoelekea. Muungwana anamchukua na kumpeleka site kwenda kumwombea kazi, lakini pia anafanikiwa kumpatia pesa za kuanzia maisha. Malesham anarudi nyumbani na kumweleza mke wake amepata kazi ya ufundi umeme site, lakini pia mke anamweleza mume wake ya kwamba kwa sasa alikuwa ana mimba. Furaha inatawala ndani ya familia, lakini hata juhudi za upambanaji zinaongezeka. Malesham anaamua kumchukua mke wake na kumrudisha nyumbani kwao, lengo kubwa ya kwamba yeye alikuwa anahitaji abaki mjini aendelee kupambana, lakini pia afanikiwe kutengeneza mashine. Lakini baada ya kufika, wazazi wake wanagundua kwamba vitu vya thamani ambavyo binti yao alikuwa amemnunulia ili aweze kuvivaa kwa sasa alikuwa hana. Moja kwa moja akatambua ya kwamba huenda binti yao akawa kauza na kuweza kulipa madeni ya mume wake. Wazee wakaanza kuwaka na kuongea maneno ya kumdharau mume wake, na Padma bimdada akaamua kuondoka pamoja na mume wake akidai ya kwamba hawezi kuendelea kukaa nyumbani sehemu ambapo mume wake alikuwa anadharaulika. Wapendanao hawa ikabidi warudi wote mjini, lakini baada ya kufika daktari anamweleza mshikaji ya kwamba mke wake kwa sasa hana uwezo wa kufanya kazi ngumu, kwani endapo akifanya hivyo basi kuna hatihati ya mimba kuweza kutoka kabla ya muda wake kuweza kufika. Mshikaji akaamua kushika hatamu ya kufanya kazi za nyumbani. Hakika upendo ulikuwa ni mkubwa sana kwa hawa wanandoa, japokuwa walikuwa hawana kitu. Miezi 9 inafika, bimdada anafanikiwa kujifungua. Wanaamua kurudi kijijini, sehemu ambapo alikuwa anapatikana wazazi wa Malesham. Familia wanafurahi sana, lakini baba baada ya kuona mtoto wake alikuwa anahitaji kuondoka na hii mashine yake bwana, leo anaamua kuweza kuipiga moto na kusema kwamba hili mashine limempelekea mwanaye akili zake kuwa za kijingajinga. Malesham anawaeleza machizi wake ya kwamba hakika sitoweza kukata tamaa, nyinyi subirini, kama baba ameichoma ile mashine yangu ya mbao, kwa sasa ninaenda kutengeneza mashine ya chuma. Wanarudi mjini yeye pamoja na mke wake, lakini baada ya kufika mke akaendelea kumbembeleza mume wake na kumweleza asije akakata tamaa ya ndoto zake za kutengeneza mashine ya kuandaa nyuzi. Mwamba leo anapelekwa na mshikaji wake kwa mtu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Abduli na kuweza kueleza ndoto zake. Abduli baada ya kusikiliza hizi ndoto za bwana mdogo akamweleza kwamba anampatia nafasi ya kutumia ofisi yake ya kuchonga vyuma mpaka pale ambapo mashine yake itakapokamilika. Mwamba anaanza kufanya kazi usiku na mchana, hatimaye mashine inakamilika, lakini kuifikisha magetoni ambapo alikuwa anaishi na mke wake hakika ilikuwa ni kipengele sana, kama jinsi unavyoelewa usafiri wa mjini. Kila gari bwana wanamweleza hivi vyuma vyako vinatoka
kutuzibia nafasi, lakini mwamba akaamua kupiga nza kanuni, huku mvua inanyesha mpaka magetoni. Mwamba anafanikiwa kuiwasha hii mashine, lakini mke wake baada ya kuitazama akamweleza mume wake ya kwamba hapa kuna tatizo, ukihitaji mashine iweze kufanya kazi vizuri bwana, inahitajika iweze kuzunguka katika umbo namba 8 na sio kuzunguka katika umbo la duara kama jinsi ambavyo inafanya kwa muda huu. Malesha akashangaa sana, lakini pia akaumia, kwani idea hii mpya ambayo anapatiwa na mke wake alikuwa atambui anaweza akapata wapi idea ya kutengeneza mashine ikazunguka katika umbo namba 8. Malesha akiwa na mawazo, leo anakutana na mtu ambaye katoka ndani ya kijiji chao akiwa anafanya kazi ya ujenzi. Anamuuliza bwana kulikoni, lakini mwamba anamweleza kwamba bwana, kwa sasa mke wake alikuwa anaumwa, hivyo hana tena uwezo wa kuweza kumsaidia kuandaa nyuzi. Kwa hatua hii imempelekea yeye kuja mjini kufanya kazi za ujenzi ili aweze kupata chochote kitu cha kuweza kuisaidia familia yake. Bosi bwana leo kazini anafurahi sana baada ya kusoma taarifa za habari ndani ya gazeti na usema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anahusika kuweza kuandaa nyuzi ameweza kujimaliza kutokana na ugumu wa maisha bwana. Kicheko hiki kikampelekea Malesha kuweza kukasirika sana na kuweza kuacha kazi ndani ya hili eneo. Anarudi nyumbani akiwa na hasira na kuweza kufungua ile mashine ya chuma na kwenda kuuza spare. Anachukua pesa na kurudi zake magetoni akiwa bado amejawa na hasira. Mke anamweleza mume wake, nenda akaichukua ile mashine bwana, uendelee kuitengeneza. Anamshauri asije akakata tamaa. Kwa sasa mke wake alikuwa anafanya kazi ya kuweza kushona nguo kwa kutumia cherehani. Leo kipindi ambacho alikuwa anaendelea na shughuli zake, mume bwana akaweza kupata wazo lingine, jinsi gani ya kutengeneza mashine ile iweze kufanya kazi upya. Akaenda kuichukua ile mashine, anafanikiwa kuitengeneza tena kwa mara nyingine, na leo akaamua kuipeleka kijijini kwenda kuiwasha kwa mara ya kwanza. Wanakijiji wengine wanaongea maneno asiyoeleweka wakisema ya kwamba hiyo mashine haiwezi kufanya kazi. Baba alikuwa kakaa mbali kabisa, hataki kabisa ushirika, lakini wanakijiji wengine wakawa wapo upande wake. Mama anapewa nafasi ya kuweza kuiwasha hii mashine kwa mara ya kwanza. Wanakijiji wa kuamini macho yao. Mashine ilikuwa inafanya kazi tena kwa spidi isiyokuwa ya kawaida. Baba mtu naye akafurahi, bwana, hakika hii ni hatari. Kipindi ambapo natafuta wengi wanakukatisha tamaa, lakini baada ya kufanikiwa kila mmoja anakupigia makofi na kukupongeza. Hii inatuonyesha kwamba katika maisha tusikate tamaa bwana. Hii ni makala ya mtu ambaye alifanikiwa kutatua changamoto ngumu ambayo ilikuwa inaikumba jamii yake, lakini idea yote ilitoka baada ya kushuhudia mateso ambayo mama yake alikuwa anayapitia bwana. Hapa ndio mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umejifunza jambo jipya ama umeenjoy, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyopoa na kunyoka kama hivi kila siku.